Hata tu katika imani hatuko salama kwa sababu tumesema tumeokoka. Yaani hauko salama kwa sababu unaabudu My Faith Church. Tunajua ya kwamba Ayubu alikuwa akimwamini Mungu, akifanya ibada, akienda madhabahuni, akitoa sadaka kila siku hata kwa ajili ya watoto wake. Lakini shetani kila siku ajihudhurisha kwenye zile ibada. Na hata Mungu alipomhoji akamwambia, unamwonaje mtumishi wangu? Akamwambia, kwanza alimuuliza umetoka wapi? Akasema nimetoka kuzunguka zunguka. Kumbe hiyo zunguka alikuwa anazunguka kwenye ibada ya Ayubu. Shetani ni mpuzi, kwamba unafanya ibada anazunguka, anasikiliza maneno yako. Ndio maana mimi nikiomba huwa yani ile atmosphere namwambia shetani ukai hapa, kwa sababu ana huo upuzi, ana level ya upuzi wa kuhudhuria ibada yako, na akachukua yale ya ibada yako akaenda kukushtaki nayo, au akaenda kuhojiana na Mungu ili Mungu ampe ruhusa, kwa sababu shetani haruhusiwi kututesa. Anatumia yale sasa maneno ya ibada yako ili Mungu amruhusu akutese. Ayubu hakuteswa, Ayubu hakumfanyia ibada. Kwa hiyo tuwe wanyenyekevu kwa Roho Mtakatifu ili atutie katika kweli yote. Atakapotutia katika kweli yote, Ayubu alitiwa katika kweli yote, na hiyo ilimsaidia. Alisimama hata siku ya wokovu wake ilipokuja, akapata mara 2 ya aliyokuwa nayo.